Na mrafiki, karibu tena katika siku leo ambayo tunaendelea na jumbe zisizoachana, na leo tunakwenda kuangalia namna gani tunaweza tukawa tuna akili bora katika wakati huu wa mwisho. Daniel 9:21 hadi 22, neno la Bwana linasema: Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, imetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Kwa Danieli akiwa katika kuomba kwake, Biblia inatuambia kwamba alitokea malaika Gabriel, na kauli ya Gabriel kwa Daniel ni kwamba alikuwa amefika pale kwa Daniel ili ampatie Daniel akili, lakini pia akishampatia akili Daniel apate kufahamu. Kwa kulikuwa kuna mambo ambayo Daniel alitakiwa aweze kuyafahamu, na ilihitajika akili. Ilihitajika nini? Akili. Hem, tuone nini ambacho huyu malaika alikuwa anamaanisha. Hii akili ni kwamba Daniel alikuwa anamishiwa tu akili, yani yeye katulia tu hivi, alafu malaika anampatia akili, au nini kilichokuwa kinafanyika? Ukisoma kitabu hiki cha mashauri juu ya chakula na lishe 81 haya ya 4 inasema, udhahiri wa akili ya Danieli na udhibiti wa kusudi, uwezo wake wa akili katika kupata maarifa kwa kiwango kikubwa ilikuwa ni kwa sababu ya usahili wa lishe yake pamoja na maisha yake ya maombi. Kwa Danieli, akili ambayo alikuwa nayo haikutoka tu ghafla ya kwamba imetoka mbinguni chapa akapandikiziwa kichwani. Akili aliyokuwa nayo ilikuwa imejengwa katika mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni lishe, jambo la pili uwezo wa kupata maarifa, jambo la tatu ni nini? Ni maombi. Tuone tena na ukurasa wa 142 haya ya kwanza, maneno ya katikati yanasema, walikuwa wamemfundisha kwamba lazima afuate sheria za asili katika tabia zake zote, kwamba kula na kunywa kwake kulikuwa na athari ya moja kwa moja katika mwili, akili na maadili, na kwamba alikuwa anawajibika kwa Mungu kwa uwezo wake. Kwa katika sehemu hii inaeleza wazazi wa Danieli walikuwa wamemfundisha Danieli natakiwa hawe makini katika swala la kunywa na kula ili aweze kuwa na akili. Tuwe makini katika swala la kula na kunywa ili tuweze kuwa na akili bora. Kwa watu wa Mungu, akili bora wanapata kwa kula vitu ambavyo vinajenga nini? Ubongo. Watu wa Mungu wanapata akili bora wanapokula vitu vinavyojenga nini? Ubongo. Lakini pia kuna watu katika Biblia waliozungumziwa kwamba na wao wana nini? Wana akili. Wana nini? Akili. Hem, tusome kitabu cha Kutoka 7 fungu la 11. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi, na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa uganga wao. Kwa kuna wapagani ambao na wao wanaitwa wana akili. Pia kuna watu wa Mungu wanaoitwa wana akili. Sasa utofauti kati ya wapagani wenye akili na watu wa Mungu wenye akili unapatikanaje? Sasa tunaweza kuwatofautisha vipi wanatofautiana vipi kati ya watu wenye akili wapagani na watu ambao wana akili wacha Mungu? Ukisoma tena kwenye kitabu hiki cha mashauri juu ya chakula na lishe, ukurasa wa 54 fungu la 3, ukurasa wa 54 fungu la 3, neno la Bwana linasema, kitu chochote kinachopunguza nguvu za mwili kinadhoofisha akili. Nabii wa Mungu anasema
kitu chochote kinachopunguza nguvu ya mwili kinadhoofisha akili na kuifanya isiwe na uwezo wa kubagua kati ya wema na uovu. Kwa hiyo nabii wa Mungu anasema kwamba katika sehemu hii kwamba kitu chochote kinachodhuru mwili kinapunguza nguvu ya mwili na kinadhoofisha akili kuweza kubagua, yani kuchagua kati ya kitu chema na kitu kibaya. Unaposoma kwenye kitabu cha Mashauri juu ya chakula na lishe, ukurasa wa 59 aya ya kwanza, maneno ya katikati hapa inasema, mateso ya tumbo huathiri ubongo. Mlaji asiye na busara atambui kwamba anajiondolea sifa kuweza kutoa ushauri wa busara. Anajiondolea sifa ya kuweka mipango ya maendeleo bora ya kazi ya Mungu. Lakini hivyo ndivyo ilivyo. Hawezi kutambua mambo ya kiroho, na katika mikutano ya baraza, wakati anapaswa kusema ndiyo na amina, anasema hapana. Anatoa mapendekezo ambayo yako nje ya hoja. Chakula alichokula kimepunguza nguvu ya ubongo wake. Kwa utofauti wa watu wanaoitwa wenye akili wacha Mungu ni kwamba wao vyakula vile wanavyokula bora kama Danieli vilienda kujenga ubongo wao. Kwa hata maamuzi waliokuwa wanatoa, ushauri waliokuwa wanatoa ni ushauri ulio bora. Wanao uwezo wa kuchakata, ubongo wao unao uwezo wa kuchakata mambo na wakafanya maamuzi ya busara na wakatoa ushauri wa busara. Watu ambao sio wanaoitwa wenye akili lakini hawafuati utaratibu wa ulaji na unywaji, wao wanashindwa kuchakata, ubongo wao unashindwa kuchakata vizuri. Kwa maamuzi wanayotoa ni maamuzi yaliyo kinyume. Sehemu ya kusema ndio, wao wanasema hapana. Sasa sisi kama Waadventista Sabato, Mungu alitupa nuru ya matengenezo ya afya. Mungu alitoa nuru ya matengenezo ya afya, na nuru hii ni kwamba ni kwa ajili yetu sisi, ni kwa ajili yetu sisi. Ukisoma tena kwenye ukurasa wa 395 aya ya 4, maneno ya katikati hapa, nuru ambayo Mungu ametuonyesha kuhusu matengenezo ya afya ni kwa ajili ya wokovu wetu na wokovu wa ulimwengu. Tunaenda katika kipindi ambapo inatakiwa tuwe vizuri katika akili, tuwe vizuri katika akili, na matokeo yake ni kwamba tukiwa vizuri kwenye akili tutaweza kupambanua lililo jema na lililo baya. Hebu tusome kitabu cha Ufunuo 13 fungu la 18. Hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyu, maana ni hesabu ya kinini, ya kibinadamu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata hili swala ambalo liko mbele yetu la chapa ya mnyama inahitajika akili. Sasa akili hii inajengwa na kile tunachokula, inajengwa na kile tunachokula na tunachokunywa. Kwa ni lazima watu ambao wanaenda katika chapa ya mnyama kupambana na mnyama na sanamu yake kwa na jemedali akiwa ni Kristo Yesu, ni lazima wawe vizuri kwenye akili ili waweze kupambanua lililo jema na lililo baya, lililo jema na lililo baya. Kwa inatakiwa katika wakati huu wa mwisho, sisi kama wasafiri wa kwenda mbinguni, inatakiwa tuwe makini sana katika kula na kunywa, kwa sababu chochote tunachokula kinaenda kuathiri ubongo katika hali chanya na hali hasi. Chochote tunachokunywa kinaenda kuathiri ubongo katika hali chanya na hasi. Kwa itakapokuja jambo fulani ambalo litatutaka tufanye maamuzi, ikiwa tulichafua ubongo wetu, Mungu atashindwa kuzungumza na sisi kivipi? Mungu anawasiliana na sisi kupitia hii milango ya fahamu, kupitia macho, tunasoma Biblia.
tunaona matukio yanayoendelea duniani. Kupitia masikio tunasikia sauti za Mungu. Sasa hii milango ya fahamu inapokuwa imezibwa na vitu ambavyo vinadhuru afya, vinadhuru hii milango ya fahamu, Mungu hawezi kusema na sisi. Atakaposema ile sauti itatafsiriwa kinyume. Ndio maana wakati Mungu atakapotangaza siku na saa ya kuja kwa Kristo, kuna watakaoelewa, kuna wengine watasikia ngurumo. Sasa tunapoenda katika hii chapa ya mnyama, katika utangazaji wa amri ya Jumapili, wale wote ambao watakuwa miili yao imechafuliwa na vyakula ambavyo vinadhuru miili, watashinda kupambanua yaliyo mema. Wataacha mema, watachagua nini? Mabaya. Kwa mfano, angalia hiyo clip hapo. इंसानों की ब्रेन वेव को मैनिपुलेट करके उन्हें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिखाया जाता है, एक ऐसा होलोग्राफिक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है जो देखने वाले को ऐसा लगे। 24 में चाइना ने अपने आसमान के ऊपर जायंट ड्रैगन्स का होलोग्राम क्रिएट किया और उसको Step into the unknown with the shadow frequency and your host Matt Wilson as he kama ulivyoona wewe unaweza kuona jambo la kawaida, ila wale wenye akili za kimbingu, wale wenye akili ambazo zimejengwa katika wakati huu wa mwisho, nini kinakujia ulimwengu, watakueleza kwamba hii ni tukio ambalo linaandaa kitu fulani. Kwa tunaenda katika kipindi ambapo itahitajika akili zetu ziweze kupambanua lililo jema na lililo baya, na lililo baya tuliache na lililo zuri tulichukue. Kwa ili tuweze kuchukua yale yaliyo mema, inatakiwa sasa turudi kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza. Kauli kumtukuza ndiyo imejenga swala la matengenezo ya afya katika maisha yetu sisi Waadventista wa Sabato. Kwa ili tuweze kustahimili jaribu ambalo liko mbele yetu, chapa ya mnyama, inatakiwa kama tulikuwa tujaanza, basi tuanze kufanya matengenezo ya afya ya haraka sana, ili tuweze kustahimili jaribu ambalo liko mbele yetu. Watakaoweza kujua kwamba haya ni madanganyo ya Shetani ni wale ambao ubongo wao haujanajisiwa, haujachafuliwa. Ila wote ambao watakuwa wamenajisiwa ubongo watashindwa kupambanua kati ya lililo jema na lililo baya. Ndio maana watu wa Sabato wengi watakimbia kwenye amri ya Jumapili. Kwa nini? Watashindwa kupambanua kwamba hili ni jema au ni baya, matokeo yake ni nini na nini. Lakini pia kuna wengine wataweza kupambanua kwamba hili ndio chapa ya mnyama, hii ndio tulisoma. Lakini ile nguvu ya kufanyia maamuzi kwamba sasa hii sitaki, watakuwa hawana. Kwa nini? Ubongo umechafuliwa. Kwa katika wakati wa mwisho, mpendwa, Mungu atusaidie tuweze kujiandaa kwa ajili ya zama ambayo iko mbele yetu. Kwa kama tulikuwa bado hatujaanza kufanya matengenezo ya kiafya, tujue kwamba tunapoendelea kuharibu mwili yetu, kuharibu ubongo wetu, tunajiandaa kuja kupokea alama ya mnyama kirahisi. Wale wote ambao watakuwa wamefungiwa nje, kwa sababu waliofungiwa nje wote wataenda kwa mnyama. Kwa watu wa kwanza kupokea alama ya mnyama ni nani? Ni Waadventista wa Sabato watakaofungiwa nje. Sasa kabla ya kufika huko, inatakiwa tufanye matengenezo ya afya. Hayo mambo ya masoda, hayo mambo ya machipisi, hayo mambo ya mabroila, sijui manyama hayo, haya tuyaweke wapi? Pembeni. Nabii wa Mungu anasema ni kwa ajili ya wokovu wetu, kwa ajili ya wokovu wetu. Rafiki yangu, Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Tuzidi kuombeana katika safari hii. Naamini utakuwa umebarikiwa. Basi kama umebarikiwa, share video hii kwa Mwadventista Msabato. Kwa Mwadventista Msabato. Roho Bwana akigusa kwa wengine itakuwa vizuri. Kwa nini kwa Sabato? Kwa sababu sisi ndio tuna muda mfupi sana kwa matayarisho. Mungu akubariki katika somo. Karibu kwenye somo lijalo. Amen.